Sisi kama jeshi la polisi napenda kuhakikishia wananchi wote wa mkoa wa Kagera walipo imara siku zote, na limejipanga vyema katika kuhakikisha wananchi wote wa mkoa wa Kagera wanakuwa salama na wanaendelea na shughuli zao za uzalishaji kama kawaida. Sote tunatambua kwamba tupo kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu, kwa maana ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakapochagua rais, wabunge na madiwani, na tulianza na mchakato wa uteuzi ndani ya vyama, baadaye ukaja uteuzi wa tume, na sasa ni kampeni ambazo zinaelekea ukingoni, na tarehe 29 ya mwezi huu, kwa maana ya Jumatano ijayo, basi nchi yetu itaingia kwenye zoezi la kupiga kura, kwa maana wananchi watachagua viongozi wanaowataka. Pende kuhakikishia kwamba jeshi lenu limejipanga imara. Tumesimama madhubuti kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu. Sote tunatambua kwamba zoezi hili ni zoezi la kikatiba na ni demokrasia ya kila mmoja wetu. Ni zoezi la kidemokrasia na ni haki ya kila Mtanzania. Hivyo tuwahakikishie wale watakaotaka kwenda kupiga kura waende wakapige kura, kwa sababu amani na utulivu vitatawala. Tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba kuna kuwa na amani na utulivu wa kutosha kwenye miji yote, kwenye mitaa yote, kwenye vitongoji vyote, kuanzia nchi kavu mpaka visiwani. Pande wa visiwani tumejipanga vizuri sana, ambako kule unajua hakuwezi kukawa na changamoto kakimbia mara moja kwenda kusema naenda rescue. Tuna boti za kutosha, tuna zaidi ya boti 11, boti ndogo 4, boti ndogo 5 na kubwa, boti ndogo 7 na kubwa 4. Kwa hiyo tuna uhakika tutadhibiti ipasavyo kule ziwani. Lakini pia na huku nchi kavu tuna doria za kutosha kwenye maeneo yote, lakini askari wa kulinda kwenye vituo mpaka sasa wako tayari. Ni swala tu la muda ufike nani akasimamia kituo gani. Sasa hivi ukiniambia kituo fulani kiko wilaya ya Kyerwa, tarafa ya Mlongo, nitakwambia pale anayesimamia ni fulani mwenye namba hizi, anayetokea sehemu fulani. Kwa maana ni wengine vyote, vituo vyote kwa kabadi na ulinzi, lakini maeneo yote yana doria za kutosha. Tumegawa doria kulingana na kata, lakini pia kulingana na kanda. Tuna magari ya kutosha kwenye kila kanda, tuna magari ya kutosha kwenye kila kata. Tuna hakika hakutakuwa na changamoto yoyote kuelekea uchaguzi huu, kwa maana ya changamoto za kiusalama. Niwahakikishie watu waje wakapige kura kwa amani na utulivu, wasiwe na shaka juu ya usalama wao kwenye zoezi hili la kwenda kupiga kura. Tunawahakikishia usalama wao kwenye zoezi hili, waende wakapige kura wakiwa na hakika kwamba hakuna atakayewaguswa kwenye zoezi hili. Kwa maneno mengine ni kwamba mpiga kura anayekwenda kupiga kura yake siku hiyo hata ng'atwa na sisimizi wala kunguni kwenye barabara zetu. Nina hakika watakwenda na watapiga kura salama. Tutafagia, ikiwezekana barabara zetu tutazifagia, ikiwezekana tutadeki pia, ili wanaokwenda kupiga kura wapite kwa amani na utulivu. Ni wasihi wale ambao huenda wanafikiria kwamba siku hiyo wanaweza kaanzisha vurugu, wasithubutu, kwa sababu nafasi hiyo haitapatikana. Hata wale watakao jaribu watakutana
na mkono wa sheria. Watakutana na mkono ambao hawajakutana nao, watashughulikiwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Sasa ni washauri wazazi wenzangu wawakanye watoto wao, vijana ambao unajua kwa namna moja au nyingine ni wepesi wa kuhemka, wasithubutu kuingia barabarani. Kwa kifupi ni kwamba mzazi mkanye wanao asithubutu kuingia barabarani kwa lengo la kwenda kuandamana au kusalisha vurugu za aina yoyote. Watakaoingia au kujaribu, tutakutana nao barabarani, lakini kile watakachokutana nacho tusilaumiane, kwa sababu kama ni tahadhari tumesha toa. Tukumbuke ya kwamba ni haki ya mtu kwenda kupiga kura, ni haki yake. Wewe ukifanya vurugu ili umzuie asiende kupiga kura, unamnyima haki yake ya katiba, unamnyima haki yake ya kidemokrasia. Hili halitakubalika. Yule ambaye hajisikii kwenda kupiga kura, abaki nyumbani. Baki nyumbani, wacha TV, angalia TV yako, sikiliza redio, muziki. Hakuna mtu atakuja kukugongea, hakuna mtu atakuja kukusumbua nyumbani kwako kama umeamua kupumzika. Ingawa tungeshauri wengi waende wakapige kura, kwa sababu ni haki yao ya kidemokrasia. Unaweza kusema kura yangu mimi nisipopiga kura moja tu ina madhara gani? Lakini kumbuka kura yako moja ina thamani kubwa sana. Yawezekana wewe ukasema mimi sitaenda na mwingine akasema sitaenda. Mwisho mnapata kiongozi ambaye haikuwa chaguo lako. Na kiongozi ambaye hukumchagua unakosa ile nguvu ya kumhoji, mbona ulituahidi hiki na hujafanya? Mchague ili uwe na nguvu ya kuhoji kwamba ulituahidi hiki, mbona hiki hakijafanyika. Lakini kila mtu aheshimu haki ya mwenzake. Nina hakika wale wanaokwenda kupiga kura hawatakwenda kwenye nyumba za watu kuwanyanyua kwa nguvu kwamba wewe twende tukapige kura, kwa nini umeamua kulala? Sasa kama ndivyo basi na wale walioamua kupiga kura siku hiyo walale majumbani. Wasiondoke kwenda kuwazuia wengine ambao wanatamani kwenda kupiga kura kutekeleza haki yao ya kikatiba.